Mkononi sasa wamejihami na vyeti vya usafiri. Sijui hiyo mambo ya huko, sijaenda huko sasa. Lakini unapofunga vyeti vya kampu 6 sio visa za kawaida kwao. Tukitumia cheti hiki cha mshukiwa Joshua Arap Sang, hii ndio taswira ya vyeti vyao. Hapa wamenyimwa ruksa kuzuru mataifa ya muungano wa bara Ulaya. Cheti kinawaruhusu tu kuzuru mataifa ya Uholanzi, Belgium na Luxembourg. Na kwa karibu kitizama cheti chake, mbunge Charles Keter amekabidhiwa cheti cha kawaida, kile cha Schengen, inayomruhusu kuzuru mataifa yote ya muungano wa bara Ulaya bila ubaguzi wowote. Je, hii inamaanisha nini kwa washukiwa 6 wa kampo? One can only enter 3 of the 17 countries, that is Luxembourg, Belgium and the Netherlands. Na tena kwa vyeti hivi vya usafiri, wale washukiwa wa kampu 6 wanaruhusiwa tu kuwa nchini humo kwa muda wa wiki moja pekee. Awali serikali ya nchi hiyo ilisemekana kuwataja washukiwa hao kama tishio kwa usalama wa Uholanzi. Lakini vyeti vya wale wabunge zaidi ya 40, muda ni ule wa kawaida, hamna vikwazo vyovyote. It is from 03/04/2011 until 25/04/2011. That is for 7 days. So it means I have only 7 days to spend in that country. More than that, maybe something will happen. The lawyers have the Schengen, we all have the Schengen, and it's multiple entry for 90 days. It's only valid for 1 month. But it's a Schengen? Yeah, it's a Schengen visa for all. Even we have picked the one for Honorable Ruta. It's the same. Safari yao ya kuelekea Hague, kuna wale wanaotazamiwa kuondoka nchini siku ya Jumanne na wengine kuondoka nchini siku ya Jumatano. Na duru zikiarifu katika uwanja wa ndege wa Schiphol wanasubiriwa na maafisa wa usalama wa kimataifa ambao ndio watakaowashusha kutoka kwa ndege na kisha kuwasafirisha hadi katika eneo lililotengwa na mahakama ya ICC. Hata hivyo, baadhi ya mawakili wanasema tayari ubalozi wa Kenya umewapangia mahoteli.